Bwana Yesu asifiwe sana. Ni imani yangu ya kwamba umepata neema ya kujiunga nasi katika ibada ya siku hii ya leo. Na pia ni imani yangu ya kwamba wimbo uliopita umekuwa ni mbaraka kwako. Umetafakari na kuona jinsi ambavyo Mungu alivyo na nguvu, neno lake lilivyo na nguvu katika maisha yetu, na linatutia moyo kila wakati. Ni furaha yangu ya pekee sana ya kwamba wewe ambaye unajiunga nasi sasa hivi kupitia YouTube, tunaungana pamoja katika ibada ya siku hii ya leo. Nilikuwa nimesubiri ya kwamba wote tuweze kuwa pamoja kwa njia hii ya kimtandao. Hata kama tunaanza kwa kuchelewa kiasi gani, lakini tuweze kuwa kitu kimoja katika ibada ya siku hii ya leo. Watu wanajiunga kutoka maeneo mbalimbali na wengine wanapeana taarifa kujiunga moja kwa moja katika ibada ya siku yetu hii ya leo. Ni furaha ya pekee ya kwamba sisi wote ni familia moja, tukiwa tunaunganishwa kutoka maeneo mbalimbali duniani kwa lugha yetu ya Kiswahili. Popote pale tulipo tunaunganishwa kuwa familia moja, na tunakwenda kusikiliza kile ambacho Mungu amekusudia katika siku hii ya leo. Watu kutoka kule Kongo, watu kutoka kule Nairobi, tunaungana pamoja, kutoka Ujerumani, Sweden, Marekani, Canada, maeneo mbalimbali, familia moja tukiunganishwa katika ibada ya siku hii ya leo. Watu kutoka madhehebu mbalimbali wanajiunga pamoja, dini mbalimbali wanajiunga pamoja. Unaweza ukakomenti hapo katika sehemu ya kuchati, tuweze kutambua umetoka nchi gani. Tuweze kutambua unatusikiliza sasa ukiwa wapi. Ni baraka ya pekee sana ya kwamba wote tunaungana kuwa kitu kimoja. Na leo nina somo ambalo linakwenda kubadilisha maisha yako, linakwenda kukutia moyo, kukuongezea nguvu ya kusonga mbele zaidi katika mapambano ulio nayo, katika mapambano ya kiroho ulio nayo, mapambano ya dhambi, dhidi ya dhambi, mapambano katika maisha yako ya kifamilia, mapambano katika maisha yako ya kiuchumi, mapambano katika mahusiano. Kila ina changamoto ulio nayo, una habari ya kwamba unahitaji neno la matumaini la kukuongeza nguvu ili uweze kusonga mbele. Usikate tamaa. Hakuna kuweka silaha chini, ni kuendelea kupambana hadi kieleweke, kwa kuwa Kristo Yesu ameshinda vita kwa ajili yetu. Ni macho yetu tu yanahitajiwa kufunguliwa ili tuweze kuona ule ushindi ambao ametupatia tayari. Unajua, kuna tofauti kubwa kati ya kupambana ili ushinde na kupambana ukiwa umesimama juu ya ushindi. Hizi ni aina mbili za mapambano. Anayepambana ili ashinde ni yule ambaye anahitaji kupambana na kumaliza adui ili ashinde. Lakini anayepambana akiwa amesimama katika ushindi ni yule ambaye anatambua kazi aliyotenda Kristo Yesu kwa ajili yetu sisi. Ameshinda kila kitu kwa ajili yako. Ameshinda mauti kwa ajili yako. Kwa hiyo chochote ambacho unakihitaji kipo kwa ajili yako, kwa kuwa Kristo Yesu ametenda yote. Wakati anapoondoka anasema, yuaja mkuu wa ulimwengu huu, hana kitu kwangu. Unaona jinsi ambavyo anaelezea. Wanafunzi wake walipokuwa wanaenda, anawaambia, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakacho washinda. Hebu angalia maneno haya. Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakacho washinda. Kumbe kabla ya kuwatuma amewapa amri, amewapa uwezo. Kwa hiyo wanaenda kutendea kazi kile ambacho amepewa tayari. Somo la leo lina kichwa kinachosema hujui unachokibeba. Hujui unachokibeba. Kwa lugha nyingine, laiti ungelijua, ungechukua hatua sahihi. Na kuanzia leo Mungu akufungue macho yako ili uweze kujua unachokibeba na uweze kuchukua hatua sahihi.
Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, siku hii ya leo tena umetuleta tuweze kukuabudu. Siku hii ya 7 ya Sabato umetuleta tuweze kukuabudu wewe uliye Mungu wa pekee, wa kweli, unayestahili kuabudiwa. Ninakusihi katika siku hii ya leo, kila mmoja ambaye ameshiriki na anayeshiriki ibada hii asimalize ibada ya leo kama alivyokuwa. Akamalize ibada hii akiwa amebarikiwa. Akamalize ibada hii kwa nguvu mpya ambayo anakwenda kuanza siku ya kwanza ya juma hapo kesho na siku nyingine ambazo zitafuata, akiona badiliko katika maisha yake kwa namna ambayo si ya kawaida. Roho wako Mtakatifu akasaidie kila mmoja kuelewa somo la leo kwa kadri ya mahitaji yake, na mwisho wa yote utukufu kurudie Mungu wetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Kuna mambo kadhaa ambayo yanakwenda kutokea wakati somo linaendelea, kwa usije ukasita kusema kile ambacho Mungu amekutendea. Neno la Mungu linaponya. Kwa wakati unaposikiliza somo la leo, msongo utaondoka. Wakati unaposikiliza somo la leo, uponyaji wa roho utapatikana. Wakati unaposikiliza somo la siku hii ya leo, nguvu mpya itakuwa inapatikana. Utajisikia kuinuka tena, lakini pia uponyaji wa mwili utatokea. Kila ukiona kile ambacho Mungu anakutendea, comment tu. Wewe andika hapo, Mungu amenitendea hiki, Mungu amenitendea hiki, Mungu amenitendea hiki. Mungu wetu ni mwaminifu na anakwenda kukutendea mambo makubwa na ya ajabu katika somo la siku hii ya leo. Sikiliza vizuri somo la leo hadi mwisho. Fungu letu kuu limepatikana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 50 fungu la 20. Biblia inasema, ninyi mlikusudia mabaya, lakini Mungu alikusudia mema, ili ayafanye kama ilivyo leo, kuhifadhi uhai wa watu wengi. Mwanzo 50 fungu la 20. Unapoangalia tu sura ya 50 ya Mwanzo, inahitimisha na ukombozi wa familia ya Yakobo. Familia ambayo Mungu alikusudia kupitisha taarifa zake katika ulimwengu wote. Unajua, unapotazama Biblia kwa ukaribu zaidi, ni kana kwamba hapo katikati Mungu alipoteza umaarufu wake. Ni kama vile miungu mingine ilikuja kukamata mingi sana. Na ukiangalia Uru ya Ukaldayo ambayo ilikuwa ndio kama Amerika ya leo kwa wakati huo, ambapo kulikuwa ndio kunaonekana kuna ustaarabu na tafiti za kisayansi na kila aina ya masuala ya engineering unayofahamu wewe, ikiwa ni maarufu sana Uru ya Ukaldayo, ikiwa ina majengo ya ajabu, kilimo na kila kitu. Watu walifikia kiwango cha kuabudu miungu mingine, wakiona ndio ambayo imepatia akili ya kufanya yote yale. Katikati hapo ndipo Mungu anamuinua Ibrahim, akitokea kwenye familia ambayo ilikuwa inaabudu miungu wengi. Lakini si hivyo tu, ni familia ambayo pia ilikuwa inatoa kafara za watoto wao. Zama zile ilikuwa katika eneo lao lile, baadhi ya miungu ilikuwa inadai kafara za watoto, kama vile Baal na miungu mingine yote, na ilikuwa ni maarufu sana. Hapo ndipo Mungu anamtoa Ibrahim. Mungu anamtoa katika nchi yao akiwa na baba yake anaitwa Tera. Mungu anahitaji kuunda familia ndogo ambayo inakuja kuibuka na kutangaza habari njema katika dunia nzima, ili Mungu wa kweli ajulikane. Haikuwa rahisi, maana katikati ya kuinuka kwao upinzani ulikuwepo. Mungu anamuinua Ibrahim pamoja na Sara mkewe wakiwa hawana mtoto, lakini Mungu anatangaza ya kwamba kupitia yeye dunia yote itabarikiwa. Ataitwa baba wa mataifa, lakini akiwa hana mtoto. Ninakupa habari njema wewe unayenisikiliza leo. Mtazamo wa Mungu sio mtazamo wako. Unaweza ukajiona uliyekaukiwa, unaweza ukajiona duni, unaweza ukajiona asiye na matunda au matokeo katika maisha. Mimi sijui unapitia nini, lakini Mungu amekusudia
Haijalishi unapitia ukavu na ukame kiasi gani, haijalishi unapitia utasa wa aina gani, katikati ya utasa wako Mungu atazalisha matunda ambayo kila atakayeyaona atakiri hakika Mungu ametenda. Watu wanakuona mlevi uliyeshindikana. Watu wanakuona mrahibu wa pombe, madawa kulevya na bangi. Mungu anakuona katika jicho lingine, yuko busy kukutengeneza. Mungu anachohitaji ni ushirikiano kati ya wewe na yeye. Kwa lugha nyingine, anapokuambia jambo anahitaji ushirikiano wako. Unapoenda kuchomwa sindano hospitalini ili uweze kupona, haina maana ya kwamba daktari aliyekuandikia sindano anakuchukia, ila analenga uweze kupona ugonjwa. Lakini unapotoka chumba cha daktari, unapoelekea chumba cha sindano, ukaamua kukimbia, umekataa kutoa ushirikiano kwa nesi ambaye anakwenda kukuchoma ile sindano. Lakini ukifika pale kwa nesi, anapokuambia nyoosha mkono wako, sindano yako ni ya kwenye mishipa, unanyoosha mkono, unatoa ushirikiano. Anapokuambia sindano yako ni ya kwenye misuli, unageuza upande huu ili aweze kuchoma, unatoa ushirikiano. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Mungu anapohitaji kukutoa kwenye shimo la aina yoyote, anachohitaji ni ushirikiano. Mungu anapokuambia shika kamba, wewe shika kamba. Mungu anapokuambia usiende baa, usiende baa, maana kule ndiko mtego wako ulipo. Mungu anapokuambia usiende kwa wale marafiki ambao wanakushawishi kwenda kuvuta bangi, wewe kazi yako ni ushirikiano. Anapokuambia usiende, usiende. Hicho ndicho Mungu ambacho anafanya. Mungu anachohitaji ni ushirikiano. Anamuinua Abraham, anamwambia toka katika nchi yako, nenda katika nchi nitakayokuelekeza. Hivyo ndivyo familia ilivyoibuka. Akazaliwa Isaka, akazaliwa Ishmaeli kabla ya Isaka. Wote wanazaa watoto 12. Ishmael anazaa maseidi 12. Lakini baadaye Isaka anakuja kuzaa Yakobo na Esau. Nilitaraji watoto 12 watokee kwa Isaka moja kwa moja. Ishmael anapata 12 direct, lakini Isaka anapitia mchakato. Sio kila kitu ambacho Mungu atakutendea kama alivyomtendea mwingine. Sio kila muujiza aliyotendewa mwingine utatendewa na wewe. Vipofu waliponywa kwa aina tofauti. Mmoja Yesu alimtemea mate, akamwambia nenda ukanawe katika birika la Siloamu. Mwingine Yesu anamshika tu na anafunguliwa. Ukija kwenye ukoma ni hivyo hivyo. Usikariri njia ya utendaji ya Mungu. Kazi yako ni kusubiri Mungu atende na uamini ya kwamba ni mwaminifu na atatenda. Katika Isaka anazaliwa Esau, anazaliwa Yakobo. Yakobo anapozaliwa anakuwa na watoto 12. Na si kwamba naye anaanza kwa wepesi. Anapitia hatua ya kudanganywa, anapitia hatua ya matokeo ya mambo ambayo alimfanyia ndugu yake, lakini anajua namna ya kuwa karibu na Mungu kiasi kwamba kila jambo ambalo linatokea katika maisha yake lina makusudi ya kimungu ndani yake. Katika wale 12 ambao wanazaliwa kama watoto wa Yakobo, ndipo wanaendelea kukua. Familia ambayo haikuwa na sura nzuri sana tukilinganisha na familia za leo, lakini kwa wakati huo ilikuwa ina nafuu kuliko familia zote. Mchungaji sikuelewe hapa. Hii familia ya Yakobo unapoitazama, pamoja na kwamba ni familia ambayo Mungu anajitambulisha ili akaonekane katika dunia, ilikuwa na changamoto zake nyingi sana, lakini ndio ilikuwa ina nafuu kuliko familia zote. Mchungaji sijakuelewa. Bado naendelea kukuelewesha zaidi. Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Neno neema ni upendeleo. Yaani kwa wakati ule wa Nuhu, huyu mzee ambaye anajua kutengeneza pombe, maana usije ukaniambia kwamba eti alitengeneza pombe, alianza kujua kutengeneza pombe baada ya gharika. Hapana, lazima alikuwa na ujuzi wa kutengeneza hata kabla ya hapo. Huyu ndiye mwenye nafuu. Nenda kaangalie familia ya Lutu. Familia ya Lutu pale Sodoma ndio ilikuwa ina nafuu. Lakini ukitaka ujue kwamba na yenyewe ilikuwa imeharibika, nenda kaangalie kitendo ambacho watoto wake walimtendea baba yao. Hapo ndipo utajua ya kwamba kulikuwa na changamoto ziko hapo.
Kwa Yakobo ambaye tunamtaja hapa pamoja na ubora wake wote na Mungu anapitia hapa, lakini alikuwa na changamoto katika familia yake nyingi sana. Mmoja wapo ni kwamba Reuben kijana wake wa kwanza alikuja kulala na mke mdogo wa Yakobo. Aibu iliyoje. Yuda ambaye Yesu anatokea alikuja kuzaa na mkamwanaye. Hebu angalia changamoto zilizoko hapa. Kwa wote ukiangalia wana shida. Wewe ni nani unayenitazama leo? Umejidharau na kujiona duni kiroho, kwa sababu hata kanisani huna cheo, kwa sababu hata kanisani hujachaguliwa hata kufagia, hutambuliwi, unajiona kuwa duni. Nataka nikuambie, hujui ulichokibeba. Mungu ana makusudi na maisha yako. Mungu anahitaji wewe kwa jinsi alivyokuita ukatangaze habari njema ya wokovu kwa watu wengine. Maisha yako yakawe ni ushuhuda. Unajua, tunaposema kutangaza habari njema, kuna mtu ananitazama nadhani kwamba huenda Mungu anamuita kuwa mchungaji. Uchungaji ni karama, uinjilisti ni karama, lakini kila mmoja anatenda kazi ya Mungu kulingana na mazingira yake yalivyo. Kuna mtu mwingine hawezi kusimama kuhubiri, lakini anaweza kuwawezesha wahubiri wakaenda kuhubiri kwa mali zake, kwa sadaka zake. Mungu ndivyo amekuita kuwa hivyo. Lakini kuna mwingine Mungu amekuita kuwa fundi mitambo tu, kazi yako ni kutuni mitambo iende vizuri, nawe pia unatangaza habari njema. Mungu amekuita kwa ajili ya kazi hiyo. Kila mmoja ameitwa kwa kazi yake. Hujui ulichokibeba. Hujui ulichokibeba. Sikiliza nikwambie, maisha mara nyingi huchukua mwelekeo tusioutegemea. Unaweza ukaanza na ndoto kubwa, maono makubwa, lakini hapo ghafla katikati ukaona kama vile unageuzwa kichwa chini miguu juu. Unaweza ukaanza na dhana nzuri katika akili yako, ukiwa unaona mwishilio wako ukiwa mzuri, lakini hapo katikati unaharibiwa. Ninaongea na binti ambaye ulianza vizuri sekondari, lakini hapo katikati kuna kijana akakuvuruga ukapata mimba. Ninaongea na mtu ambaye ulianza vizuri biashara yako, lakini hapo katikati unaiona kama inaanguka chini. Ninaongea na mtu ambaye ndoa yako ilikuwa ni ya furaha na shangwe, mkiwa mnafurahia, hata baadhi ya watu walikuwa wanapiga mifano kwa ndoa yenu, lakini sasa unaogopa hata kuambia watu kinachoendelea katika ndoa yako. Wewe ndiye ambaye ninaongea na wewe habari hii. Hujui unachokibeba. Maisha ya mtoto wa Yakobo aitwaye Yusufu ni maisha ambayo yanaweza kuwa ni funzo kubwa kwako katika maisha yako. Ni maisha ambayo ukiyatazama vizuri kabisa utaanza kujifunza kitu kimoja kimoja. Mtume Paulo anasema mambo hayo yaliwapata hao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya nyakati. Unapoangalia maisha ya watu wa kale jinsi walivyoishi, yatakufundisha wewe leo kumshikilia Mungu hata kama unaona kuna ugumu wa namna gani. Ninaongea na mtu ambaye unajisikia kukata tamaa. Kuna mambo ambayo yamekupata maishani, lakini kuna vitu muhimu vya kujifunza. Moja katika maisha ya Yusufu, jifunze mambo yafuatayo. Kucheleweshwa na Mungu mwenyewe haina maana amekunyima kitu. Kucheleweshwa kwa Mungu sio kunyimwa. Namba 2, majaribu ni maandalizi kwa ajili ya majukumu makubwa zaidi. Majaribu ni maandalizi kwa ajili ya majukumu makubwa zaidi. Mimi sijui unachokipitia. Jambo lingine, maumivu yako yana kusudi. Mungu hatapoteza chochote. Ukitaka kujua hivyo, kamuulize Musa. Kuna wakati aliona kana kwamba Mungu amepoteza kusudi lake la Musa kuzaliwa, lakini kumbe Mungu alikuwa anakwenda kulitimiza. Kitabu cha Isaya 55 fungu la 8 mpaka la 9, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Waza vizuri jinsi Mungu anavyotazama mambo haya. Mungu anaangalia katika mtazamo wa tofauti na jinsi ambavyo wanadamu wanaangalia. Ukishaelewa jinsi Mungu anavyotazama mambo, utaanza kuona mambo katika mtazamo wa kimungu na wala sio katika mtazamo wa kwako. Zingatia sana hili.
Zingatia sana hili. Ninarudia tena, zingatia sana hili. Hebu angalia andiko hilo hilo, fungu lile la 8 na la 9 kwenye Kiswahili cha kisasa. Natamani uangalie kwenye Kiswahili cha kisasa. Sikia kinachosema. Nianzie lile fungu la 8, nitaenda mpaka fungu la 9, Isaya 55. Fungu la 8 mpaka lile fungu la 9. Sikiliza maneno haya. Maana Mwenyezi Mungu asema hivi: mawazo yangu si kama mawazo yenu, wala njia zangu si kama njia zenu. Fungu la 9. Kama vile mbingu zilivyo mbali na dunia, ndivyo njia zangu zilivyo mbali na zenu, na mawazo yangu mbali na mawazo yenu. Hebu angalia vizuri hiki ambacho Mungu anakisema hapa. Kwa kuna wakati wewe unafikiria hapa, Mungu anafikiria kule. Kwa kuna vitu vingine ambavyo unavipitia wewe kwenye maisha yako, unaweza ukavitazama ukasema hapa ndio nakwisha kabisa, lakini Mungu anaangalia kingine kabisa. Fikiria wakati Yona anaingia katika mdomo wa nyangumi, alikuwa amewaza nini? Aliwaza kwamba amekwisha kabisa. Sikiliza ndugu yangu uliyeko hapa. Kitabu cha Warumi sura ya 8 fungu la 28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao kwa kusudi lake waliloitwa. Au kutimiza kusudi lake jema, inategemea unaangalia tafsiri gani. Katika mambo yote. Amesema katika mambo yote. Yaani mambo yote maana yake ni nini? Kila kitu ambacho unaweza ukakiona kana kwamba hiki kinatoka nje ya mstari wa kimungu, anakuambia katika mambo yote Mungu anafanya kazi. Mungu ana lengo la kutimiza kusudi lake. Kwa kila ambacho unakiona kwenye maisha yako kana kwamba hakitimizi kusudi la Mungu, kinatimiza kusudi la Mungu. Kuna maswali natamani uweze kujiuliza. Namba 1, je, umewahi kukumbwa na hali ngumu iliyokufanya kuhoji mpango wa Mungu? Namba 2, unajifunza nini kutoka kwa maisha ya Yusufu ili kukusaidia kumtumaini Mungu katika changamoto zako? Maswali mawili haya lazima akae kwenye akili yako, ujiulize wewe mwenyewe. Muotaji ndoto na gharama ya maono. Kila kitu kina gharama yake. Kila kitu kina gharama yake. Yusufu alikuwa mwenye ndoto kama wewe. Ndoto namaanisha mambo ya mbele. Mungu alimpa maono ya ukuu wake wa baadaye. Kuna wakati Mungu anakufunulia mambo yako ya baadaye kabisa. Lakini ndugu zake hawakuelewa, wakamchukia na hatimaye walijaribu kumuua. Kwa nini maono ya Mungu hukutana na upinzani? Kwa nini inakuwa hivi? 1, maono ya Mungu ni tishio kwa mipango ya shetani. Kwa kitendo cha Mungu kufunua jambo fulani, shetani anatishika, maana mikakati yake yote inasambaratika kabisa. Kwa kuna baadhi ya watu ambao mashambulio mnayoyapitia sio kwa sababu nyewe ni wabaya, ila ni kwa sababu kuna kitu kiko ndani yako na adui anakihisi, anatamani kukizimisha. Lakini Mungu atukuzwe kwa kuwa aliyeko ndani yetu ni mkuu kuliko wa ulimwengu. Kwa katika mambo yote hayo, shetani akiwa amekusudia kuharibu, Mungu anatengeneza. Haleluya. Namba 2, si kila mtu yuko tayari kuona wewe ukifanikiwa. Hilo liweke akilini mwako ili usipate stress. Liweke akilini mwako usipate stress. Nasema liweke akilini mwako ili usipate stress. Sio kila mtu anafurahia kufanikiwa kwako. Kwa nini? Kwa sababu tuna roho tofauti. Roho iliyoko ndani yake haifurahii roho iliyoko ndani yako. Kila mafanikio yana roho nyuma yake. Lazima ujue hili. Namba 3, Mungu hutumia upinzani kukuandaa na kukuimarisha. Mungu hutumia upinzani kukuandaa na kukuimarisha. Siku moja nilikuwa na wachungaji wawili pale Morogoro. Tulikuwa tumekaa mahali tunakula chakula. Wote wana huduma ya mitandaoni ya media, lakini kwa staili tofauti. Mmoja na application, mwingine na YouTube channel. Kwa hiyo mwingine mchungaji akawa ananiuliza, sema mimi nakufuatilia sana mchungaji, nakufuatilia sana. Lakini kuna wakati naona watu ambao wanaandika comment za kukukosoa kiasi kwamba najiuliza, unawezaje kuvumilia criticism ya hali ya juu kiasi hiki? Nikampa mfano tu, nikamwambia issue ni mtazamo. Tena nikawa nimeanza na jambo moja hapa, nikamwambia mchungaji, ninachomshukuru Mungu, Mungu aliniongoza kusoma psychology
tena secular, halisi kabisa, ambayo haijachanganywa na chochote kile. Hiyo imenisaidia kuona vitu katika mtazamo tofauti. Ni Mungu mwenyewe alikusudia. Mimi sikujua kwa nini alinipeleka huko. Sasa nikamwambia haya. Namba 1. Ninapomuona mtu anani-criticize, anakosoa, iwe ni mada nimefundisha, iwe ni chochote kile, ananikosoa, simtazami katika jicho la adui. Ninamtazama katika macho yafuatayo. Kila mtu ana msongo wake. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanaamua kupunguza msongo kwa ku-criticize au kukutukana. Ndio namna yake ya kupunguza msongo. Kwa mimi nikiona vile nasema huyu ana msongo wake, anapitia kwake ambao si ajui, ameona pa kupumulia ni hapa, ngoja apumue. Huo ni mtazamo wa kwanza. Mtazamo wa pili ni huu. Kila binadamu ana blind spots zake. Nimeshaeleza kwenye mada ya Jumatano iliyopita. Ile nyingine, kila mtu ana blind spots zake. Yaani kuna namna ambavyo mimi ninajiona katika kitu ninachokifanya kwamba hiki kiko sahihi, hakina makosa yoyote. Lakini kuna blind spots, kuna sehemu ambayo nina upofu, siwezi kuona. Kwa nikiona mtu anani-criticize, kwangu ni sehemu ya yeye kunisaidia kugundua blind spots zangu. Kwa naichukulia positive ya kwamba huenda kuna kitu sikukiona, lakini yeye amekiona, hebu niangalie ukosoaji kwa umakini. Unaweza kunisaidia kitu fulani hapa. Kwa mimi namuona kama mtu anayenisaidia kuona blind spots zangu. Positively kabisa. Lakini namba 3, nikiona mtu anani-criticize negatively, kwangu ninamtazama pia kama mtu anayenikomaza. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Mungu hutumia upinzani kukuandaa na kukuimarisha. Nakumbuka wakati ambapo tulipoteza kamera zetu kama Mahubiri TV, ambazo zilikuwa zina thamani ya zaidi ya milioni 12, zikapotea. Na tulitangaza kabisa. Na hakuna mtu aliyejitokeza. Na tulimkabidhi Mungu. Mungu aliona na anajua ni kwa ajili ya kazi yake. Huenda kuna kitu anahitaji tujifunze. Lazima kuna kitu ndani yake. Sasa wakati ule ukikaa kwenye kuomboleza kupoteza kamera, Mungu anakuambia nahitaji zaidi hapo, nahitaji uweze kujifunza jambo. Na huenda anakuambia nina mpango wa kukuletea bora kuliko ulizopoteza. Lakini lazima ujifunze kwanza kuvumilia hii. Lazima ujifunze kushuka. Lazima kuna kitu nahitaji nikufundishe. Lazima ujifunze kuwa makini zaidi, kuna uzembe hapa fulani. Kwa napokuletea kilicho bora zaidi, uenda usikitunze. Kuna vitu vingi vya kujifunza ndani yake. Katika kila maumivu kuna funzo la kimungu. Na nyamaza kidogo ili ingie kwenye akili yako. Mwanzo 37 fungu la 5 mpaka la 8, Yusufu akaota ndoto, akawaambia ndugu zake, wakazidi kumchukia. Angalia neno wakazidi kumchukia. Chuki ilianza kidogo, lakini chuki inaendelea. Kumbuka nimekuambia hapo juu, si kila mtu yuko tayari kuona wewe ukifanikiwa. Hata kama ni ndugu zako wa tumbo moja, hata kama ni dada zako waliotoka tumbo moja na wewe, kuna watu ambao hawatafurahia maendeleo yako. Lakini usiwachukie, watendee mema. Jua kuweka mipaka. Simple. Usije ukaingia upande wa shetani wa kulipiza visasi. Maana atakusukuma ulipize kisasi, wakati kisasi ni cha Mungu. Kwa sababu Mungu ndiye anayeona vizuri kwa nini mtu amekutendea yote haya. Yusufu akaota ndoto, akawaambia ndugu zake, wakazidi kumchukia. Wakati mwingine umewindwa na maneno yako mwenyewe. Hizo show off zako, ukihitaji kuonyesha mafanikio yako, kuonyesha jinsi unapendana na mume wako, unapendana na mke wako, hizo show off zako ambazo unapenda kuonyesha kila kitu, hizo wakati mwingine zinazidisha chuki kwenye maisha yako. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 23 fungu la 22, Biblia inasema basi yule jemadari akamwambia kijana aende zake, akimwagiza usimwambie mtu awaye yote ya kwamba umeniarifu haya. Kuna mambo ya kujiuliza hapa. Umewahi kushirikisha maono yako na wengine na badala yake ukajikuta ukivunjwa moyo? Haya maswali umeyasikiliza vizuri? Unawezaje kulinda na kukuza maono yako ya Mungu ukiwa kwenye kusubiri? Lazima ukae chini uanze kujiuliza haya maswali. Kuna kulinda maono yako na ukiwa unasubiri. Lakini kuna mtu mwingine yale maono yake unayafunua na kuyafanya kuwa wazi kiasi kwamba unasababisha anaanza kushambuliwa. Hebu piga picha mtu ambaye amebeba kitu kizuri, iwe ni kitu cha kuvutia lakini kiko wazi. Huwezi kumuona mtu amechukua milioni 20 kwenye mfuko wa wazi. Kuna namna ya kuficha. Ni kweli Mungu amekupa maono yako,
lakini usiyaweke waziwazi. Hata dhahabu haipatikani juu juu, iko chini mpaka uchimbe vizuri kabisa. Yusufu akiwa mdogo, baba yake alimtengenezea vazi, koti, kanzu yenye rangi mbalimbali. Tutaangalia pia ilikuwa ina maana gani. Yeye alikuwa ameweka zile rangi mbalimbali kama urembo ili kuweza kuvuta, lakini kulikuwa kuna maana ya kinabii ndani yake. Kulikuwa na maana ya mwishilio wake, kile kinachoendelea. Huenda mzazi wake alichukulia kawaida, na moja ya sababu kubwa ambayo ilimfanya mtengenezee Yusufu vazi lenye rangi nyingi ilikuwa kuna maana yake, ilikuwa iko ndani yake. Hii ilikuwa ni alama ya upendo. Biblia inaweka wazi kabisa kwamba alimpenda. Lakini tutaona kitu kingine cha zaidi ya hapo. Sikia. Yakobo alimpa Yusufu vazi la rangi nyingi ambalo lilikuwa alama ya neema, mamlaka na hatima yake. Zingatia hivi vitu vizuri sana hapa, maana kuna kitu utaanza kukielewa siku hii ya leo. Moja, ilikuwa ni alama ya neema. Neema ni upendeleo. Mbili, ilikuwa ni mamlaka. Na tatu, ilikuwa ni hatima yake. Kule mbele kuna nini? Na hicho ndicho ambacho pia kilichangia chuki. Kwa nini baba mtengenezee vazi tofauti na wengine? Nikisema neema hapa kwa jinsi ambavyo unaitazama vizuri na wewe uweze kuelewa, ikiwa kuna karama yoyote ambayo Mungu amekupa kuliko wengine, si kwa sababu wewe ni bora, ni neema. Neema ni upendeleo. Kwa hakuna kitu cha ziada ulichofanya wewe Mungu akakufanya hivyo ulivyo. Iwe ni utajiri, iwe ni fedha kuliko wengine, iwe ni karama za kawaida kuliko watu wengine, ni neema. Hakuna kitu cha ziada ulichofanya wewe, ni neema hiyo. Na ukijua ni neema, utajua kuitumia kama neema. Iwe ni cheo, ni neema uliopewa hiyo. Mungu amekufanya kuwa juu ya wengine, sio ili wakanyage, bali ni ili uweze kuwasaidia. Ni neema. Mungu amekupa mamlaka. Mungu amekupa hatima yako kwa ajili ya wengine. Twende vizuri tuangalie. Mavazi katika Biblia yana maana gani? Moja, ishara ya upendeleo na hadhi. Wafalme walivaa mavazi ya kifalme. Kwa unapomwona tu jinsi alivyovaa, kuna utofauti, unajua huyu ni mfalme. Namba mbili, uwakilishi wa haki na utakatifu. Mavazi meupe huashiria utakatifu. Namba tatu, ishara ya mabadiliko na mwanzo mpya. Mungu aliwavika Adamu na Hawa baada ya dhambi, kuficha aibu. Askari anapokuwa kwenye uniform anatendewa tofauti na akiwa hayupo kwenye uniform. Kwa yote unayoyaona, mavazi yanamaanisha kitu. Wakati Mungu anapoongelea kuhusu Laodikia, anamwambia Laodikia ana kiburi, anajiona ni tajiri, ni maskini, tena yuko uchi lakini hajui. Mungu anasema njoo kwangu ukapate kuvaa vazi, ukavalishwe vazi ili uweze kuisitiri aibu yako. Ukiona mtu anaanza kujiona yuko uchi, maana yake kuna kitu cha aibu kinakuja mbele yake. Unatakiwa kuomba Mungu aweze kufunulia ili uweze kuepuka aibu ambayo iko mbele yako. Yusufu anapovalishwa haya mavazi yenye rangi nyingi, ilikuwa ina maana yake, lakini rangi tofauti ni kwamba katika hatima yake ina mchanganyiko wa furaha na uchungu. Vyote hivi vinakamilisha picha aliyokusudia Mungu. Katika miiba kuna ua. Inategemea unahitaji kuangalia kitu gani. Miiba haina mvuto, ina maumivu, lakini rangi ya ua inavutia. Katika maisha yetu kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Wanaopanda kwa jasho na maumivu watavuna kwa kelele za shangwe. Maisha yako yamejaa nyakati tofauti, lazima ulikubali hili. Kuna nyakati za kupata, kuna nyakati za kutumia, kuna nyakati za kukusanya, kuna nyakati za kutawanya. Ukizielewa hizi utaishi vizuri, uitumie kila nyakati, tumia vizuri. Ni Yusufu huyu aliyetuletea kanuni inaitwa 7-7. Huyu Yusufu huyu, ya kwamba kuna miaka 7 ya shibe na kuna miaka 7 ya njaa. Lakini hekima iko wapi? Huwezi kuzuia miaka hii kutokea, lazima ije. Ila unaweza kubadilisha namna utakavyoikabili. Miaka 7 ya mafanikio ikupatie namna utakavyokabili miaka 7 ya njaa. Uwe na akiba.
Leo hii upo kwenye cheo, watendee watu mema, maana kuna siku hautakuwa kwenye hicho cheo, ndipo watakuja kukusaidia na kukubeba wakati ukiwa huna cheo. Ni hekima ya 7-7, lazima uitambue hii. Mwanzo 37 fungu la 3 na la 4 anasema, Israeli alimpenda Yusufu kuliko wanawe wote, akamfanyia kanzu ndefu. Kila mahali natamani uwe na maswali ya kujiuliza. Maswali ya kujiuliza yafuatayo: je, umewahi kuhisi wivu kutoka kwa wengine kwa sababu ya baraka za Mungu kwako? Ukaona watu wanakuonea wivu? Usichukie, ni sehemu ya maisha. Ni ishara kwamba una kitu ndani yako. Usingekuwa nacho, wasingekuonea wivu. Unafanyaje ili kuendelea kuwa mnyenyekevu hata Mungu anapokuinua? Unatakiwa kuwa mtu wa maombi sana, maana binadamu kwa asili tuna hali ya kiburi. Nakumbuka siku moja ameenda kuangalia ndugu zake Yusufu. Ndugu zake wakasema, yule muota ndoto anakuja, ngoja tumuue, tuone kama ndoto zake zitatimia. Ndugu yake mmoja kainuka akasema, tusimwage damu ya ndugu yetu, lakini badala yake tumtupe kwenye kisima. Ili hali ndani ya moyo wake alikuwa ana dhamira ya kwamba aweze kumuokoa mdogo wao. Wale wakakubali wazo lake, badala ya kumuua wakamuingiza kwenye kisima, tena kikavu. Nataka nikuambie, katika kila njama itakayoibuka ili kuharibu hatima ambayo Mungu amekusudia, Mungu atamuinua mtu wa kukusaidia. Na ukiona mtu ameinuliwa wa kukusaidia, mtukuze Mungu, maana katika kila jambo kuna mtu Mungu atamleta. Hii kufundisha kwenye maisha yako ya kwamba Mungu ana makusudi mema kwako na kuna mtu atamuinua. Usipate msongo kupitiliza, bali tumia muda wako mwingi kumuomba Mungu na kumshukuru. Msijisumbue kwa neno lolote, isipokuwa kwa kila neno, kwa kusali na kuomba, haja zenu zijulikane na Mungu. Usikose usingizi kuwaza watu ambao wanaharibu njozi zako. Ila kila ukikosa usingizi, tumia muda huo kuomba. Tumia muda huo kuongea na Mungu. Tumia muda huo kutafuta hekima ya kimungu. Wako wale watu ambao unakuta usiku wa manane umeamka, na unapoamka hujui ufanye, umejikuta umeamka saa 9, unajikuta umeamka. Lakini kitu gani kimekuamsha? Hata hujui, na unapoteza usingizi kwa muda mrefu. Usingizi unakuja baadaye. Ukikuta tukio hili linajirudia, unaamshwa masaa hayo hayo, saa 9. Tambua ya kwamba hilo sio jambo la kawaida. Kama linajirudia, ni muda ambao Mungu anahitaji kusema na wewe. Kwa ule muda utumie kuomba, ule muda utumie kusikiliza sauti ya Mungu. Sikiliza, maana kuna hekima ya kimungu inakuja hapo. Tumia huo muda. Matukio mengi ni sauti ya Mungu anasema nasi. Ndio ilinisukuma kuandika kitabu kinaitwa Namna ya Kuisikia Sauti ya Mungu. Ndugu zake walimchukia, lakini Mungu aliibua mtu. Usaliti mara nyingi huja kutoka kwa watu wa karibu nawe. Ndio maana unaitwa usaliti. Hapakuwa na mwanafunzi mwingine alikuwa anachukua pochi ya Yesu ya fedha isipokuwa Yuda. Kisima ni sehemu ya muda tu, sio mwisho wa safari yako. Kuna mtu ambaye unanisikiliza, upo kwenye kisima kikavu, wamekudampu huko. Ni sehemu ya muda tu. Ni sehemu ya muda tu, narudia, ni sehemu ya muda tu. Wamekudampu huko wakidhani wamekumaliza. Ni sehemu ya muda tu. Mungu anakujua hata kama watu watakutupa mbali. Ni vizuri ukatambulikana na Mungu kuliko watu. Mwanzo 37:23 mpaka 24, hata Yusufu alipowafikia ndugu zake, wakamvua kanzu yake, kanzu ndefu aliyokuwa na mwilini mwake, wakamshika wakamtupa shimoni, na shimo hilo halikuwa na maji. Kumbuka nimekuambia kwamba kanzu maana yake ni vazi ambayo inaficha aibu. Wako watu ambao wanadhani kwa kukutungia mambo mabaya ndio wamekumaliza, wanakuvua nguo. Hata Kiswahili tuna hili neno, wamemvua nguo. Ipo hii. Kuna watu ambao wanadhani ya kwamba kwa kukuchafua, kukutangaza vibaya ndipo wamefanikiwa. Nataka nikuambie, watakuvua nguo. Mungu anaruhusu wakuvue nguo. Mungu anaruhusu wakuchafue. Mungu anaruhusu wakurushe kwenye kisima kikavu. Lakini habari njema ni hii, wako watu ambao watakuja kukutoa.
Zaburi 118 fungu la 22, jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Wanakudharau leo, Mungu anakwenda kuinua baadaye. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Katika shimo Mungu anakuja kumtoa Yusufu. Waishmailia wakaja, kumbuka ni ndugu zao, wakaja. Wametoka kuchukua zeri, dawa, kutoka huko mbali sana. Wanapokuja pale, mtu mmoja anasema tusimue ndugu yetu, tumuuze. Wakamuuza. Na mara wanapomuuza, na mtazama Yusufu akiwa anaona ndugu zake wa tumbo moja wamemsaliti. Kwanza wanataka kumuua, lakini baadaye wanamuingiza kwenye shimo. Yeye ndiye mtoto mdogo, kaka zake ambao ndio wangemtetea, leo ndio wanamaliza. Huenda kuna mtu ananitazama yamekukuta kama haya, wewe ni kama Yusufu. Lakini wanakuja Waishmailia, wanamuuza Yusufu. Ndugu yao wanamuuza kama mtumwa. Ndugu yao wanaamua kumuuza. Nataka nikuambie, haijalishi waliokuuza ni akina nani, Bwana ana makusudi. Ndipo anaenda moja kwa moja mpaka Misri. Wakiwa wamepangwa watumwa pale kuuzwa, Mungu ana mpango katika mazingira yote. Haijalishi mahali ulipo, kama uko na Mungu uko salama. Bali na wazazi wake, baba yake ameshaambiwa mnyama mkali amemuua, Yakobo ameomboleza, msiba umemalizwa, lakini kumbe mtoto yuko hai. Lakini anapopangwa pale katika watumwa, biashara ya watumwa ilikuwa wakati ule. Mmekuja na watumwa gani? Wanapangwa pale. Mungu anatengeneza mazingira kiasi kwamba anayekuja kumnunua ni mtu aliyetumwa na Potifa, kiongozi wa kijeshi. Sasa namtaka huyu. Yote ni mipango ya Mungu. Anachukuliwa na kwenda kufanya kazi kwa Potifa. Sikiliza nikuambie, Yusufu alifanya kazi kwa Potifa kwa uaminifu wote, bila chuki. Badala ya kuwa na chuki, Yusufu alihudumu kwa uaminifu katika nyumba ya Potifa. Unawezaje kuwa mwaminifu wakati wa maumivu? Ulikuwa na cheo kikubwa, wamekushusha huko pale chini. Umesoma, leo unapangwa kupanga mafaili. Utafanyaje? Fanya kazi kana kwamba unamtumikia Mungu kwa uaminifu wote. Sikiliza, wewe wekeza kwenye tabia nzuri na sio starehe. Namba 3, neema ya Mungu inakufuata ukiwa mwaminifu kwa Mungu. Itakufuata. Kuna saa utatolewa. Mwanzo 39 fungu la 2 mpaka la 4 utasoma kwa muda wako. Mimi naangalia tu kwa uchache. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi. Bwana akambarikia sana. Hapo hapo kupanga mafaili, Mungu atakubariki kwenye kazi yako ya kupanga mafaili, kiasi kwamba kuna mtu atakuja na kutazama aseme, nani amepanga mafaili kiasi hiki? Mbona amepangiliwa vizuri namna hii? Huyu mtu sio wa kawaida. Hapo hapo Mungu atakuwa na wewe. Usianze kulalamika. Unapolalamika unavuta negative energy, unaleta nguvu mbaya katika maisha yako, unaleta mikosi katika maisha yako. Mshukuru Mungu hata katika shimo. Maana je, Yusufu angelitupa akakuta kwamba ile shimo limejaa maji, singekufa? Lakini alitupa katika shimo kavu. Badilisha mtazamo, usiangalie shimo, ila angalia maji. Angelikuwepo angekumaliza. Nyoka angekuwemo mle ndani angemgonga. Usiangalie leo kwamba unauza utumwani, lakini angalia upo katika nyumba ya nani. Usiangalie kwamba unapanga mafaili sasa na una masters, lakini angalia kwamba mshahara bado unaingia. Badilisha mtazamo tu. Haikuishia hapo, ni kana kwamba mikosi na muandama, lakini kumbe katika hiyo mikosi ambayo yanaita mikosi ni mipango ya Mungu ili kuweza kumuinua. Ni kitu gani ambacho Mungu amekupitisha kigumu hadi ukamlaumu? Kumbe ana makusudi mema. Mke wa Potifa akamtamani Yusufu. Ule ulikuwa ni mtego wa kuzima ndoto yake. Unajua, ngono ni zaidi ya tendo la kimwili, ni muunganiko wa nafsi, ni mbadilishano wa nguvu. Yusufu akakataa, maana anajua hiyo formula.
Nakumbuka wa Misri wote ni waabudu mashetani, walikuwa wanaabudu miungu yao. Yusufu alijua kuna energy inahamishwa hapa, namkosea Mungu lakini ni zaidi ya hapa, kuna energy inahamishwa hapa. Yusufu akataa. Mama akaamua kumsingizia, ametaka kunibaka, kwa sababu mpaka ushahidi upo, ushahidi wa kimazingira. Utaelezaje ya kwamba hukuwa na mpango wa kumbaka wakati koti lako liko chumbani kwake na yeye ni mkubwa kwako kicheo? Nisikilize, kuna watu wameshutumiwa mambo ambayo hawakutenda, lakini watu waliaminishwa kwamba wametenda, wakabeba mizigo ambayo haikuwa yao. Nataka nikuambie kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akabadilishe masingizio yote uliowekewa yakawe baraka baada ya hapa. Lakini utakapopanda usilipe kisasi. Usilipe kisasi. Mwanzo 39 fungu la 19 mpaka la 21. Lakini hata gerezani Bwana alikuwa pamoja na Yusufu, akamfanyia rehema. Kule gerezani, kule gerezani Mungu yuko na yeye. Nakumbuka ndoto alizoziota na mambo mengi, sina muda kuelezea yote hapa. Hata akamwambia mtu mmoja kati ya wale waotaji wa ndoto, utakapoenda unikumbuke. Jamaa akaenda akamsahau. Unaweza ukafikiri alimsahau Yusufu. Ndivyo tulivyoambiwa, lakini ulikuwa ni muda wake, ulikuwa haujafika. Hakuna mtu anayeweza kuzuia mpango wa Mungu kwako. Hayupo, hata kama ana cheo kikubwa kiasi gani. Karama Mungu aliyoiweka ndani yako ndio itakayokuwa ufunguo wa kufungua milango uweze kwenda maeneo ambayo hakuna mtu ambaye alidhani ya kwamba ungeenda. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Hata akiwa gerezani, Yusufu aliendelea kuwa mwaminifu na kutumia karama yake kufasiri ndoto. Karama yako inaweza kustawi hata katika mazingira magumu. Mungu hakuiondoa karama yake kwa sababu Yusufu alikuwa gerezani. No. Bado ilikuwepo hata kama alikuwa gerezani. Matumizi ya vipawa vyako kwa wengine yanaweza kuwa ufunguo wa hatima yako. Tenda mema kwa watu. Waombee watu mema. Watakie watu mema. Hujui ya kesho. Hujui ya kesho. Unayemsaidia leo anakwenda kuwa baraka kwako kesho. Mimi ninayeongea na wewe na yaona kwenye maisha yangu ya kila siku, nakutana na watu na wakati unakutana nao hata ukiwatazama uwezi kumjua kwamba anaweza kuwa nani katika maisha. Lakini Mungu alinionya, mtendee kila mtu vizuri, mhudumie kila mtu sawa sawa. Na baadaye ninakutana na watu ambao hata siwakumbuki, lakini wanageuka na kuwa baraka kwangu. Ndio sababu siku moja rafiki yangu mmoja akaniambia, mimi napiga sana wewe upokei simu, nasikia unabagua simu za watu. Nikamwambia, nitabagua ngapi? Yaani kazi yangu ni kuhudumia watu. Kwa hiyo watu wanaonipigia simu idadi kubwa ni wale ambao hata siwajui. Lakini shida ni kwamba ninakuta missed call 50. Nikianza kurudi moja baada ya nyingine, sitakula chakula, sitafanya. Na mimi nikihudumia mtu na nadili na huyo ambaye namhudumia wakati huo. Kwa hiyo naweza nisipokee simu yako, sio kwa sababu sikujui kwa hiyo nakupotezea. Hakuna, mimi nahudumia watu wote sawa, haijalishi dhehebu, dini, status yake ya kiuchumi. Kwangu wote ni sawa. Ila ni kwamba na mimi ni binadamu, nazidiwa. Nataka uelewe ya kwamba kila mtu anayekuja mbele yako mtendee mema. Karama Mungu alizokupa zinaweza kuwa ni ufunguo mzuri sana wa mafanikio yako na hatima zako huko mbele. Mimi ninayeongea na wewe ni ushuhuda unaoishi. Nakutana na mengi sana huko. Nakutana na watu ambao hata sikuwajua. Unashangaa tu mtu anakuona, pastor, neno lako moja lilikuwa ni baraka kwangu kubwa sana. Yapo haya, weka mafuta full tank. Huyu mtu nilimuona wapi? Nilimbariki wapi? Sina kumbukumbu. Tendea watu mema bila kujali. Mungu hutengeneza fursa kwa watu wanaotumia vipawa vyao kwa uaminifu. Yusufu hakutaka kutumia karama yake kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo. Hapana. Au hali aliyokuwa nayo haikuzima karama ya Yusufu hata kidogo. Yusufu anapoelezea, Mungu amempa karama ya kufasiri ndoto, lakini hataki kujionyesha kwamba mimi najua kufasiri ndoto. Anasema hapana, kufasiri ndoto ni kazi ya Mungu.
Basi niambieni ndoto yenu. Si umesema ni kazi ya Mungu? Nikana kwamba nataka kusema hivi, Mungu ndiye ambaye atanisaidia kufasiri, kwa hiyo hataki kuchukua credit yake. Mithali 18:16 anasema zawadi ya mtu humfungulia njia, humleta mbele ya wakuu. Kiswahili kile ulichokizoea wewe kwenye Biblia yako inasema hivi, zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya watu wakuu. Karama kwa lugha nyingine. Unatumiaje vipawa vyako hata utakapokuwa katika hali ngumu? Unatumiaje vipawa vyako wakati upo kwenye hali ngumu? Mnaonifuatilia wengi mnajua hii story huwa napenda kusimulia sana. Kuna wakati niliombea wagonjwa, wakati na mimi namwambia Mungu aniponye. Mungu alikuwa ananifundisha. Kuna wakati nimeharibikiwa na gari, niko barabarani pamoja na vijana wangu wale wa Mahubiri TV, tuko nao tunahangaika, gari imetusumbua injini. Mtu ameniona anapita na gari yake vizuri, Noah akaenda, alipotuona tu ni sisi akarudi tena. Akaja akaniambia, "Pastor, mko hapa?" Pole sana. Akaniambia, "Basi hapa mlipo mbele kidogo, kijiji kiko hapo mbele hapo, mnaweza mkapata msaada huko mbele. Lakini nimekuona nikipita hapa, nimekutafuta muda mrefu. Tafadhali uniombe. Niko na msongo wa injini imeharibika, lakini mtu anahitaji nimuombe." Huwezi kukataa kutumia karama Mungu aliyokupa kwa sababu gari imekuharibikia. Mungu atusaidie sana. Kutoka gerezani hadi kiti cha enzi. Yusufu alipokuwa gerezani, Farao aliota ndoto, na unamjua, iliyoleta mkanganyiko katika wafalme wake. Ndoto hiyo haikuweza kufasiriwa na washauri wa wafalme, lakini mmoja wa watumishi wake alimkumbuka Yusufu. Mungu na asababishe ukumbukwe leo. Mungu asababishe ukumbukwe leo. Saa ya kukumbukwa kwako kwa mema imefika. Nakumbuka hata Mordekai wakati wa utawala wa Wajemi hakukumbukwa, ila saa ilipofika Mungu alimfanya mfalme akose usingizi, akamkumbuka. Kuna mtu ananitazama, kuna watu uliwatendea mema wako huko juu kabisa, lakini hata simu yako hawezi kuipata hata kuiona leo. Mungu akusababishe ukumbukwe. Sikiliza. Kwa muda mfupi Yusufu akatolewa gerezani, anapelekwa kumtafsiria mfalme ndoto aliyoota ya masuke 7 ambayo yalikuwa yana vyakula, nafaka ya kutosha, lakini yakamezwa na masuke 7 yaliyokonda. Ng'ombe 7 walionenepa, lakini wakamezwa na ng'ombe 7 ambao walikuwa wamekonda. Ndoto ilimhangaisha. Mungu anasema nasi kupitia ndoto pia. Na hapa ndipo anatolewa Yusufu ili akatafsiri ile ndoto. Sikiliza. Mwanzo 41 fungu la 39 mpaka 41. Kisha Farao akamwambia Yusufu, "Kwa kuwa Mungu amekufunulia haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu wote watatawaliwa." Maana Yusufu akamwambia mfalme, ndoto hizi zote mbili ni ndoto moja. Hii inamaanisha kuna miaka 7 ya shibe inakuja, na kuna miaka 7 ya njaa inakuja. Basi Farao akatafute mtu mwenye hekima ili akaweze kutumia vizuri miaka 7 ya shibe kwa ajili ya miaka 7 ya njaa. Nimekuelezea hapo mwanzo, jua kutumia nyakati. Yusufu hajipendekezi kwamba nitumie mimi, anasema akatafute. Farao anasema ni yupi kama sio wewe? Sikiliza nikwambie, Mungu akiamua kukuinua na kuinua hata kama kuna upinzani mkubwa kiasi gani. Zaburi 75 fungu la 6. Maana siko mashariki wala magharibi, wala nyikani itokako heshima. Fungu la 7. Bali Mungu ndiye ahukumuye, humdhili huyu na kumuinua huyu. Rafiki yangu, umewahi kuona Mungu akikupandisha ghafla katika njia usiyoitarajia? Unatumiaje vipawa vyako kufanikisha kusudi la Mungu katika maisha yako? Mungu akusaidie sana. Wakati wa kushiba, dunia yote ikawa inapata, lakini ni Misri peke yake waliojua kuna njaa inakuja. Wakakusanya
kwa hekima ya Yusufu wakakusanya. Saa ilipofika sasa, mataifa mengine yanaanza kuja kuchukua. Yakobo naye kule, naye ana njaa, akamwambia vijana wake, nendeni, tumesikia Misri kuna chakula. Wakaenda kuchukua chakula kule Misri. Mara wanapofika wanakutana na Yusufu. Ndipo chanzo cha fungu letu kuu linapatikana, kwamba ninyi mlikuwa mmekusudia mabaya, lakini Mungu alikusudia mema. Wanakutana naye Yusufu, naye anajidai kama hawafahamu. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kuambia askari zake, wafuateni wa jamaa mkawaue huko, ilipize kisasi au wafungeni, lakini hakufanya hivyo. Sikiliza nikuambie, kuna watu wamekuumiza, toa msamaha, wasamehe ili uondokane na mzigo. Msamaha hutoa uhuru. Moyo wa anayesamehe unawekwa huru. Kushikilia chuki kunafunga, lakini kusamehe kuna kufungua kwa baraka mpya. Samehe, kuna baraka mpya zinakuja. Kilichokusudiwa kwa mabaya, Mungu anaweza kukigeuza kuwa mema. Usifikirie kuwa madhara yaliyokupata ni mwisho wako. Mungu ana mpango mkubwa zaidi. Mtu mwenye msamaha anapokea kibali kikubwa cha Mungu. Yusufu alipata amani na akawa mkombozi wa familia. Mwanzo 45 fungu la 5 mpaka la 7. Basi sasa msihuzunike wala msijisikie vibaya kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu ili kuhifadhi maisha. Kuna watu walikusudia mabaya kwako, lakini kumbe Mungu alikusudia mema. Waefeso 4:32 Biblia inasema, muwe na moyo mwema ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkisameheana kama Mungu alivyowasamehe ninyi katika Kristo Yesu. Katika kila jambo kwenye maisha yako, Mungu ana makusudi. Hebu kuwa na moyo wa msamaha. Usishikilie mambo. Kusamehe ni kujiweka huru wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unajiweka huru. Achilia kabisa, achilia. Ila nilikuonya mwanzoni ya kwamba katika kusamehe kwako ujifunze. Samehe, lakini jua mipaka yangu itakuwa ni hapa mpaka hapa. Jua hili na ulichukua kwenye maisha yako. Kumbuka katika somo la Jumatano nilikuambia hivi, mbwa akikung'ata kwa mara ya kwanza, kosa ni la kwako. Lakini mbwa akikung'ata mara ya pili, kosa ni la kwako. Hukuchukua tahadhari. Katika yote Yusufu alisamehe na akawapa ndugu zake chakula. Na mnajua mwishilio wake uliokuwa, kusudi la Mungu lilikuja kufunuliwa kwamba kumbe Mungu alikusudia mema katika familia. Inawezekana unanitazama, wewe ndiwe ambaye huenda unabeba makusudi ya kuiokoa familia yenu. Lakini katika utoto wako nakumbuka jinsi ambavyo hata mama yako, baba yako walikuwa na kuona usiyefaa. Walikuwa wanapendelea ndugu zako wengine kuwapa mema, lakini ulionekana kama vile hufai. Au inawezekana katika udogo wako, ndugu zako walikuwa na kuona hufai, lakini wazazi wako walikuwa na kuona kama anayefaa. Vyovyote vile, kumbuka maisha yako ya shuleni, jinsi ambavyo watu wengine walikuwa wanakunyanyasa, walikuwa na kuona hufai. Lakini leo maisha yako ni mazuri, usilipe kisasi. Kumbuka wafanyakazi wenzako walivyokuwa wanakuchukulia tu wa kawaida, hata wanakusengenya, wanakufanya hivi. Inatokea trip wewe haupo, lakini leo Bwana amekubariki. Vyovyote vile usilipe kisasi. Bwana alikusudia yote hayo upitie, na kuna wakati Mungu anakuficha asionyeshe hatima yako ili kuzuia mashambulizi yasikupate. Mimi ninaomba kwa ajili yako leo, kwa kukumbukwa Mungu akusaidie ukumbuko. Unayepitia magumu kwa sasa shule kama Yusufu, huko katika shimo, Mungu akufundishe kuvumilia. Ambaye Mungu amekupandisha sasa, Mungu akufundishe kusamehe, ukawatendee mema watu. Sijui unachopitia sasa hivi, tunakwenda kuomba. Na pale ulipo, inawezekana wewe ni mgonjwa, kama mazingira mazuri, Bwana anakwenda kukuponya sasa. Inawezekana umefungwa na nguvu za giza, kuna changamoto za aina yoyote ambazo unapitia. Tunapoingia kwenye maombi haya, amini ya kwamba Mungu anakwenda kutenda sasa. Ibada ya leo na maombi ya leo ni kwa ajili yako. Mungu anakwenda kufanya jambo kwa ajili yako. Na kuachia dakika moja ya kutaja changamoto unayopitia, na unamwambia Mungu nini. Na baada ya dakika hii moja nitaomba.
Endelea kuongea na Mungu, endelea kuongea na Mungu ndani ya moyo wako. Endelea kuomba. Endelea kutaja ile changamoto yako. Kama Roho Mtakatifu anakusukuma kufanya toba, fanya toba. Muombe Mungu msamaha kwa maneno magumu uliyotamka. Muombe Mungu msamaha kwa roho ya kulipiza kisasi uliokuwa unawaza au ambao umetenda tayari. Omba msamaha. Taja ile changamoto yako sasa. Tunakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya somo la leo. Kuna watu wanabeba vitu vizito katika maisha yao, lakini walikuwa hawajui. Wewe ndiwe Mungu ambaye leo umemfunulia mmoja mmoja na kumuonyesha, na unamfundisha uvumilivu na ushindi. Ninaomba kwa ajili ya yeyote ambaye katika siku ya leo anaposikiliza somo hili yupo katika shimo, wewe kwa muda wako kapate kumtoa. Kuna mwingine anapitia hali ya kusingiziwa kama Yusufu, yuko gerezani kwa ajili ya kusingiziwa. Sio lazima wawe katika gereza halisi, lakini kushambuliwa kwa maneno ya kusingiziwa, wewe ndiye ambao unaweza kumuosha. Baba, ninaomba kwa ajili ya wale ambao huenda walitenda mema lakini ni kama vile wamesahaulika, ukawakumbuke kama ulivyomkumbuka Mordekai, kama ulivyomkumbuka Yusufu. Lakini mfalme wa amani, ninaomba kwa ajili ya wale ambao tayari wamepanda na kufika pale ambapo walikusudia, wafundishe kutokulipiza kisasi, wakaongee kama Yusufu. Ninyi mlikusudia mabaya, lakini Mungu alikusudia mema. Ninaomba kwa yeyote anayepitia maumivu ya magonjwa katika mwili wake, akapokea uponyaji sasa kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote ambaye una ugonjwa popote ulipo unaponisikiliza sasa, iwe ni maumivu katika mwili, iwe ni katika tumbo, iwe ni katika mgongo, mahali popote panapouma, maumivu hayo na magonjwa potea kwa jina la Yesu Kristo. Aliyefungwa na nguvu za giza zikaondoke sasa. Baraka na neema ikaambatane na kila mmoja wetu. Ninakutukuza Mungu, maana unakwenda kutenda maajabu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mpendwa mtazamaji, Mungu amekutendea maajabu siku ya leo. Usisite kushuhudia kwa kuandika ushuhuda wako au kuutuma tukausome. Mungu akubariki sana. Tumesikia